Ukusome. Soma. Inasema tuongee kwa kilugha ambao watu wanafanya nini? Elewa. Aha. Inasema hivi. Ndio tuikuje kwa point. Ngoja. Soma. Ndio nipendelea soma. Soma. Usome 14 ngapi? 5. 5 anzia 4. Ina inasema. Unasema aje? Na hatukumpeleka mtume yoyote isipokuwa kwa lugha ya watu wake. Mtume yote anamwamusha. Aha. Isipokuwa kwa lugha ya watu wake. Si ndio? Ili apate kuwabainishia. Aha. Kisha Mwenyezi Mungu anamwacha kupotea mtakaye, ili mtu asipotee, ajue kweli. Sasa tunataka kuuliza Nuhu, tuulize Ibrahim, tuulize Musa, tuulize. Walimu wacha tutaocho dakika moja tutaongeza. Naongeza 3 sasa. Achangamsha basi. Usifinya ngoja kwenye chat. Sasa tukiuliza hawa walisimamisha dini gani ama imani gani? Tunauliza Biblia kwa sababu Biblia ilitangulia kabla nini? Kabla Qur'ani itakuwapo, kwa sababu anasema ulize wenye walikuwa wanasoma vitabu ya kwanza, vitabu gani? Hiyo ndio sasa tunarudi kwa Biblia. Tunapata Noah, tunapata Ibrahim, tunapata Musa, tunapata na Isa kwa Biblia. Ngapi nikusomee. Sasa kama tunasoma nini, Genesis chapter 6. Mwanzo 6 inasema, ngapi mwalimu nataka 6 ngapi? 5. 6:5 inasema, ndio Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ndio ni makubwa duniani. Aha. Na kwamba kila kusudi analowaza moyoni ndio mwake ni baya tu. Baya. Ndio. Siku zote. Basi Bwana akaghairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu binadamu, lakini ameharibu. Ndio chapter 7 verse 1 akaamusha Nuhu akasema, soma chapter 7 verse 1. Soma speech. 7:1 sio? Ndio. Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina. Kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu. Mwenye haki mbele za Mwenyezi Mungu. Katika kizazi hii yenye ilikuwa wakati ule. Kwa sababu Nuhu alikuwa ameamini Mungu akamhesabia haki kwa mtakatifu. Tukisema dini tunamaanisha nini? Nuhu alifuata tabia Samu, sio tunamaanisha anafuata dini ya Mungu. Ndio sasa tukisema dini hiyo ni kiyo nani? Dini alikuwa ameamini Mungu. Sasa tukisema alikuwa anaamini Mungu, alikuwa anafuata tabia za Mungu, ndiye alikuwa anafuata dini ya Mungu. Hiyo ni hata kama tunasoma nini kweli yake iko hivi. Nakuta Ibrahim kama tunasoma Genesis 17 verse 1. 17:1 inasemaje? Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99, ndio Bwana akamtokea Abraham. Aha. Akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi. Enda mbele yangu ukawe mkamilifu. Sasa Mungu alikuwa anafundisha njia ya ukweli Ibrahimu asimamishe ukweli ya Mungu. Kama unasoma chapter 26 verse 5, hapo ndiye alikuwa Biblia inasema alikuwa ameamini Mungu, akashika sheria za Mungu na baada yake. Soma Biblia. Acha nimsomee mwalimu tafsiri. Nasema 26:5. Ndio? Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti ya Mungu, akayahifadhi maagizo yangu, amri zangu, na hukumu zangu, zake, na sheria za Mungu. Inasema Isaka akakaa katika story nyingine. Sasa tukisoma hivyo, Biblia kasema wewe Ibrahimu utakuwa babu za watu wenye wanaamini hii mataifa yote. Kama unasoma chapter 17 verse 1, hiyo iko kama Mungu alikuwa analatana na Ibrahimu akasema watasimamisha imani ili mataifa yote kukua. Wewe tumekupatia kama mzee. Sasa kimaliza
Umeshamaliza. Umeshamalizia wakati ziada. Imebakisha nini watu mbili? Wana Biblia. Imeisha mwalimu. Mwalimu Kristo. Haya. Mwalimu umetoa dakika 5, umeongea dakika 8. Unasema bado bakisha doli. Nenda pale sawa watu wawili utanipatia pale. Nenda huko. Nenda pale. Hatuoli kuja hapa. Hatuoli. Kilichobakia mweza tufunike macho tuombe andiko. Baba, tunakuja mbele zako tukisema Waswahili wangu Islamu Waisili wote wakiwa Kristo. Ndio kilicho kinabakia. Mpe mic. Brother. Ndio. Habari yako? Nzuri. Umesema Ibrahim alikuwa dini gani? Alikuwa anaamini Mungu. Ukiamini Mungu unakuwa dini gani? Anafuata dini za Mungu kama tabia safi. Wakristo wanaita Abraham, sawa? Ndio. Waislamu wanamuita aje? Ibrahim. Mpe 17:5. Mwanzo mpe. Usika moja kwa moja. Wewe mwenyewe unachimba shimo alafu piga na mwalimu. Inasema 17:5. Ndio. Wala jina lako utaitwa tena Abrahamu, bali lakini jina lako litakuwa nani? Ibrahim. Mpe. Mungu anabadilisha Ibrahimu jina lake, hataitwa Abrahamu tena, anaitwa nani? Ibrahim. Kati ya Waislamu na Wakristo wanaitwa Abrahamu ni watu dini gani? Sasa hiyo nauliza hivi, wewe kati ya Waislamu na Wakristo wanaitwa Abrahamu dini gani? Imezimika. Brother, kati ya Waislamu na Wakristo wanaitwa Ibrahimu Abrahamu ni watu wa dini gani? Sio sasa tunataka ukweli leo. Ukweli tunataka. Subiri hapo. Maneno ya kweli ndio sio. Wanaita Abrahamu dini gani? Wote. Tushamaliza hiyo. Rudisha maiki. Sio sasa. Rudisha huko kwanza. Mwalimu, chukua African Bible ukurasa wa 46. Hapo kando, soma. Itasongeshwa tena. Mwalimu, ukurasa wa 46, piga hapo kando. 46 inasema 46. Changamka. Wacha nifike hapo. Safi. Mwalimu, soma haraka muda. Nasema Sara ni tasa. Safi. Anayemshawishi Abrahamu. Aliyependelea ndoa ya mke mmoja. Mwalimu, kuna kando hapo mchuzi kumechorwa. Ukurasa wa 46, African Bible, angalia hapo kando kuna mahali kumechorwa mstari. Ndio mwalimu pande hii sio? Soma hapo. Sara ni tasa anayemshawishi Abrahamu. Safi. Aliyependelea ndoa ya mke mmoja. Safi. Kumpata mtoto mjakazi wake. Agari. Abrahamu sasa anakubali kumpokea mtoto. Safi. Na mrithi kutoka mjakazi. Safi. Baadaye itaeleweza. Hebu nisongeshe Biblia hapa nikuonyesha mwalimu. Mwalimu pande hapo. Ukurasa wa 46. Mwenje amsaidie. Wewe unasema ndivyo. Hivyo ndivyo. Sababu Uislamu. Ati nini? Uislamu. Nini? Uislamu. Malisa. Unamheshimu Ibrahimu. Mpe. Abrahamu. Mpe maiki. Tuseme yote. Tunasoma yote. Ndio. Tunasoma yote. Kwa sababu Uislamu unamheshimu nani? Baba nipeleke ule mbinguni tukakunywe sopo. Brother, ndio maana Waislamu wanamheshimu nani? Ndugu, tunataka ukweli kwa Biblia. Kigugumizi kinakuja. Tunataka ukweli kwa Biblia. Patia usani maiki. Mwalimu, ndio. Naguza nikipita. Ndio. Naguza ukipita. Matendo ya Mitume 15:21. Kaende. Mimi naguza tu nikipewa nikienda. Wewe nimekuambia usema hapa. Musa alikuwa dini gani hujatuambia? Ibrahim alikuwa dini hujatuambia. Soma. Matendo ya Mitume 15:21. 15:21. Changamka mwalimu. Inasema. Kwa maana
tangu zamani za kale. Musa. Musa. Mpe. Wameita nani? Musa. Musa ametuambia alikuwa dini gani? Musa. Alikuwa ameamini Mungu. Alikuwa ameamini Mungu. Mtamalize. Hiyo Mungu kwa kweli. Mtamalize. Pole pole. Pole pole. Musa alikuwa anaamini Mungu. Alikuwa anaamini Mungu. Biblia inasema tangu zamani za kale desturi za Musa ndio tunataka kufundishwa. Sasa tunataka walifundisha. Mtamalize. Twende mtamalize. Mzuri ajabu. Huyu mzuri ukasoma kea. Inasema kwa maana tangu zamani za kale safi Musa anao watu wahubirio mambo yake safi katika kila mji husomwa nini kila Sabato wapi katika masinagogi. Mpe hapo ndio hiyo ni mpya brother. Kumbe Musa alikuwa na watu wake, alikuwa anahubiria kila Sabato kwa nyumba inaitwaje? Sinagogi. Mpe Sasa mpe kocha na mambo na kurudishia kwa shida. Yaani kwa roho mzuri. yani wewe tulikuwa tunataka ngoja kwanza. Subiri kidogo. Hebu subiri kidogo nitakupa dakika. Unajua juzi Gachagua alisimama. Aliposimama pale sokoni akauliza jamaa bwana. Ya mwingine akatokea na kile. Wewe una shida gani? Alipochukua maiki kitu ya kwanza aliambia Gachagua, hii mboga yangu nauza 200. Jana nilifungiwa nyumba, sijaoga wiki mzima, nataka pesa ya chakula. Alienda kwenye point direct. Umepewa maiki. Unatuhubiria dakika 8. Mpe jibu hili. nampa. Musa alikuwa anahubiria watu wake kwa nyumba inaitwaje? Sinagogi. Mpe 16 Luka. Akaenda Nazareti Hapo alipolelewa na siku ya Sabato. Siku ya Sabato safi akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Yesu kama ilivyokuwa desturi yake alikuwa anafundisha kwa nyumba inaitwaje? Sinagogi sote na yeye. Safi. Musa alifundisha wapi? Hapana. Wewe. Subiri. Musa anao watu wake awahubiria kwenye nyumba inaitwaje? Ndugu yangu, wacha tuende pole pole. Biblia inasema hata saa hizi desturi za Musa zinahubiria kwa sinagogi. Lakini Musa alikuwako kwa sinagogi. Sawa. Kama ni wasome, mbasome. Turudi hapo. Mwalimu. Mwalimu. Ndio. Huyu bwana ni mzuri. Mzuri ajabu. Huyu bwana ni mzuri. Dakika moja kurudi kwake. Kabisa. Dakika moja. Mandevu dakika moja tunarudi hapo. Safi. Sawa? Wakorintho wa kwanza ukipiga 9:14 muhimu. Lakini usisome. Unielewi? Waislamu waliohudhuria muhadhara mikono juu tujuane kwanza. Mbio zinakuwa mingi kweli? Ni kweli. Haya. Mwalimu wangu, shekhi wangu. Ali Kitonga. Ali, hebu zungumza na mzee. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wewe mzee, nasikia unaitwa Watoli. Ndio. Ukasimama hapa ukatoa aya katika Qur'ani 10:34. Ndio. Ukasema waulizwe kina nani? Waulize wenye walisoma vitabu vya kwanza. Ni kina nani hao? Ibrahimu na Noa. Na wewe upo? Si ndio? Wewe ulisoma kitabu gani? Biblia. Inna lillahi. Nani alikwambia Biblia ni kitabu? Okay. Kwa sababu wenye walikiandika walikuja wakatuambia ni mkusanyiko wa vitabu, tuache hiyo. Ukasimama ukasema Biblia ilikuja kabla ya Qur'ani, si ndio? Si ndio? Unaua ushahidi Biblia ilikuja kabla ya Qur'ani? Ndio. Kwa Qur'ani ama kwa Biblia? Hata kama ni kwa Biblia. Si ndio Qur'ani ni chapter 10. Ulisema Biblia ilikuwa kabla ya nini? Biblia ndiyo ilianza. Ilianza ya kwanza. Ilianza.
Ndio. Haya ndio tunataka wewe ushahidi. Ndio mnasema mpewe dakika hapa mropoke. Unakaa hapo unapandwa hapo hapo. Toa. Wapi Biblia ilikuwa kabla ya Qur'ani? Nimsaidie ama? Nani wewe mpe na kama msomaji. Boru. Galatia 5. Kitabu ni cha Qur'ani. Biblia Galatia 5. Biblia. Bodia anauliza kama msaidie, sijui ni bodia anaitwa nani huyo? Msaidizi. Red Cross. Kitabu gani? Wagalatia 5. Wanatuandama sana. Kitabu ni cha Wagala. Haya. Anajaribu kukochiwa hapa, sijui kama coaches amehitimu. Haya. Muda hamna, uone wa kufundishwa na kuelewa, muda hamna. Galatia 5. Kitabu ni cha Wagalatia. Hiyo ni barua, sio kitabu. Haya, kitabu ni cha Wagalatia ngapi? 6:5 inasemaje? 6:5 inasema maana kila mtu atalichukua furushi lake mwenyewe. Hakuna kusaidiana, mrudishie mzee Mike. Mwenyewe. Kila mtu abebe furushi la mzee. Wapi ushahidi Biblia ilikuwa kabla ya Qur'ani? Unao? Ndio, 29:7. 29:7 ni nini? 47 Qur'an. Haya, Qur'ani inasema Biblia ilikuwa kabla. Ndio. Wala ikuwa mgara mpe. Kuwa kelele. Tena haya. Ninashukuru alhamdulillah. Haya, soma sura Al-Ankabut. Aya 29:47. Tafsiri ya Baruani. Inasema ndio. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Na namna hivi tumekuteremshia kitabu. Yaani cha Qur'ani. Basi wale tuliowapa kitabu wataiamini Qur'ani. Wakafanyaje? Wewe halo, wewe nani? Ni nini sarakati hapo? Ni nini? Tulieni. Haya, na namna hivi tumekuteremshia kitabu cha Qur'ani. Ndio. Basi wale tuliowapa kitabu cha Biblia wataiamini Qur'ani. Wataiamini Qur'ani. Ndio. Na miongoni mwa hao washirikina wapo watakaoiamini. Hapo Qur'ani alitafsiri akaweka Biblia kwa mabano. Wala hakuna mtu anapiga kelele funga hiyo. Mefunga Jumbo ya Farsi aya hiyo, mantiki ya Kiarabu hiyo, soma tarjuma yake. Wala ibadiliki. Ni vichekesho. Ate Qur'ani ya Waislamu ate ndio inakuambia Biblia ilikuwa kabla ya Qur'ani. Hiyo si vichekesho. Soma hiyo. Inasema na namna hivi tumekuteremshia kitabu. Nani? Huwa anaitwa nani wa pili huyu? Wewe bila kifua heshima. Nia yako ndio kuja kwa kitabu kwa kiti hapo upige kelele sijui nini, watu wafundishane wafanye nini? Soma ya Farsi inasema unamkoja hapo kumweza bila unajua wewe mwenyewe hata ya watu bila shaka. Soma muda hamna. Kadhalika anzalna ilayka alkitab falladhina atainahumul kitab yu'minuna bih. Kiswahili Soma tarjuma yake ya Farsi. Inasema na namna hivi. Wewe mzee, hebu sikiliza hiyo aya. Hii ya bana Biblia ni kuongezwa, iliongezwa. Sikiza hiyo. Na namna hivi tumekuteremshia kitabu hichi cha Qur'ani. Ndio. Basi wale tuliowapa kitabu kabla ya hiki kama Torati ndio na Injili wanakiamini hiki kitabu ulichoteremshiwa. Mzee, umeona hiyo tafsiri umeanzia kwa mbwa ya Baruani, hakuna mtu anaipinga, sawa? Lakini ile Biblia iko kwa mabano, ni maneno ya mwenye kutafsiri. Lakini Mwenyezi Mungu anasema aliteremsha Taurati, akateremsha Zaburi, na akateremsha Injili. Taurati akateremsha kwa Nabii Musa, taratibu mzee. Zaburi akateremsha kwa Nabii Daudi. Injili akateremsha kwa nani? Nabii Isa. Hizo ndio anasema wasomao vitabu kabla ya hii Qur'ani. Wanafanyaje mpe sasa? Twende polepole. Mpe, kwani tunakimbia mpe maiki au wacha upishi? Naenda polepole. Kwani kuna watu wanakimbia hapa? Tunataka tujue. Vile ni Torati na Injili na Zaburi na Qur'an. Kitu gani ilikuwa ya kwanza? Tunasikia kwa miadhiniwa mzee kuja kesho tafadhali. Tufundishane. Nenda hii maiki. Sio upishi.